Mtazamaji wa Global TV, hiki ni kipindi chako cha Kona ya Mtaa. Tumerudi tena Bonyokwa ambapo juzi ilitokea msiba mzito ambao umebubujisha machozi ya watu wengi. Familia, mume na mke waliokutwa ndani ya nyumba yao wakiwa wameuawa na watu wasiofahamika na miili yao kukutwa na majeraha. Leo hapa kwenye kanisa la Parokia ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji Bonyokwa ndipo inapofanyika misa ya kuweza kuwaaga kwa ajili ya kwenda kwenye mazishi. Mimi ni Gabi Mtanzania na nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi atakuletea kila kitu ambacho kinaendelea. Kaa na sisi kuweza kufahamu kila tukio ambalo litakuwepo hapa kwenye msiba huu. Kwa majina anaitwa Maria Tabu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Nini unafahamu kuhusiana na huu msiba mzito wa wanandoa ambao walikutwa ndani wakiwa wamefariki na nadaiwa walikutwa na majeraha? Kama inavyofahamika ni tukio baya na la simanzi kubwa kabisa kutokea kwenye eneo hili. Lakini jambo hili bado liko chini ya uchunguzi. Wenye mamlaka zao wanalifanyia kazi na watatoka kuja kutoa taarifa. Si vema mimi kuanza kuzungumza 1, 2, 3. Niwape nafasi wenye mamlaka kwa sababu mimi ni kiongozi, kwa hiyo nakwenda katika njia za uongozi. Kwa hiyo wakija wakisema sasa tunakwenda, ripoti imeshakamilika, tunakuja kutoa taarifa iliyo rasmi, lakini ni tukio ambalo linahuzunisha sana. Na kwa kweli ndio mwenyekiti na ndio mkuu wa usalama kwenye mtaa wako, labda kwenye eneo la usalama kwenye mtaa wako, hili ni tukio la ngapi la namna hii? Kwetu hakuna haya matukio kwa sababu tuna mfumo mzuri wa ulinzi na usalama, ama ulinzi wa umma, ulinzi shirikishi. Na tumekwenda mbali, sasa hivi tumeanza ujenzi wa kituo cha polisi kikubwa kwenye eneo letu, ambao wana Bonyokwa, na washukuru na kuwapongeza wanaunga mkono jitihada hizi. Kwa hiyo tukio hili ni tukio la kwanza, lakini katika ulinzi shirikishi, ulinzi wa umma tuko vizuri, lakini pia tunawahimiza wana Bonyokwa kwamba wanaweza kuwa na ulinzi binafsi. Uwe na geti, uwe na Masai, uwe ni ulinzi, uwe na bodyguard, uwe na chochote kile, lakini usiache kushiriki ulinzi wa umma, kwa maana ulinzi shirikishi. Lengo ni kuzuia uhalifu, tusisubiri tukabiliane nalo. Kwa hiyo hatuna haya matukio kabisa kwenye mtaa wetu. Marehemu hawa kwenye mtaa wako walikuwa ni wananchi wa namna gani, kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukiona nyumba yao na maisha yao akiwa yanaendelea kwenye mtaa wako? Wananchi hawa ni kama wananchi wengine. Sisi kwetu huku tunashiriki shughuli za maendeleo kwa vitendo. Mitaa hii ya pembezoni, kwa hiyo wao ni wadau wazuri wa maendeleo, lakini tumepoteza wadau wazuri wa maendeleo katika kuwashirikisha katika kushiriki shughuli za maendeleo kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo ni wadau wazuri wa maendeleo na raia wema. Na mara yako ya mwisho labda kukutana nao kabla ya kifo chao ilikuwa lini, na kama mlizungumza? Tulikutana, sio kukutana nao, walinipungia mkono wakati wanatoka kanisani. Kwa hiyo wakati wanatoka hivi, na mimi nilikuwa mahali nashughulika na jambo la vijana, wakanipungia mkono. Na tukio hili linaacha somo la namna gani kwako mwenyekiti? Ni masomo mazuri, ni somo kubwa. Kwa sababu gani? Inatupasa wana familia tuwe na utaratibu mzuri wa kuweza kuzungumza mambo, tukayamaliza mambo. Kama tuna changamoto, kama tuna vitu viweze kumalizika. Lakini wanadamu kwa ujumla, basi turudi katika misingi mizuri, misingi ya kutenda mema, misingi ya kutendeana mema. Kutokana na tukio hili, una rai gani kwa wananchi wako kwenye eneo ambao unahudumu? Kwanza ni waondoe wasiwasi kwamba ulinzi na usalama uko salama. Tuko salama, tuko shwari. Jambo kubwa na msingi, na waomba kuanzia sasa hivi basi tushiriki kikamilifu shughuli za maendeleo, shughuli za ulinzi na usalama kwa vitendo. Kwa sababu ili ulinzi uweze kuimarika unategemea tozo ambayo inakusanywa kutoka kwao ili waweze kulipwa vijana kazi. Na wale ambao hawana, tunawaambia washiriki pamoja. Lakini lingine ni tukio kubwa hili la msiba, basi ni kwamba nitoe pole nyingi kwa familia, pole nyingi kwa wanafamilia zote mbili, pole nyingi kwa wana Bonyokwa, pole nyingi kwa mheshimiwa diwani, pole nyingi kwa mheshimiwa mbunge, kwa sababu
mbunge anaishi kwenye mtaa wangu na diwani ndo kata yake na viongozi wengine wote, lakini muhimu tuendelee kushikamana katika kipindi hiki kigumu. Kama leo hivi, jana tumefanikiwa kupewa miili na leo tuko hapa kanisani, tunawaaga wapendwa wetu. Baada ya ibada tutawaaga na wataanza safari yao kuelekea kwenye pumziko la milele. Naomba heri na salama tele. Na wakati polisi wanakabidhi mwili, kuna chochote ambacho walikisema? Swala sio kusema, ukiona mpaka mnapewa, manake ziko hatua nyingi na kubwa zimepigwa. Kama ingekuwa bado, manake zilikuwa chini ya mamlaka yao. Kwa hiyo tunaamini muda si mrefu taarifa zinatoka.